Uhali gani mtazamaji wa TVE popote ulipo, karibu katika taarifa ya habari. Msomaji ni mimi Godwin Mawanja, nitakayekusomea habari za kitaifa na kimataifa. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Rais Samia awahakikishia wakulima kutafuta masoko ya mazao ya ndani na nje ya nchi. Wananchi Doroto wamlilia mbunge tembo asababisha vifo, uharibifu wa mali. Na katika habari za kimataifa, mashambulizi ya makombora ya Urusi yaua watu ikiwemo mtoto Kiev. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tuanzie na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amekubaliana na mpendekezo la Waziri wa Kilimo Daniel Chongolo kuwa kilele cha maonyesho ya kilimo ya 88 kufanyika viwanja vya Dr. John Malechela Dodoma, lakini uzinduzi wake kitaifa unaweza kufanyika katika kanda nyingine kwa zamu, huku akizitaka Wizara ya Kilimo na Mifugo na Uvuvi kushirikiana na taasisi nyingine za serikali ili ziweze kufikia malengo ya baadaye. Mwandishi wetu Josephine Kaponya ametuandalia taarifa hii kutoka Dodoma. Rais Dr. Samia amesema hayo wakati akizungumza kwenye maadhimisho ya sikukuu ya wakulima ya 88 yaliyofanyika kwenye viwanja vya Dr. Malechela vilivyopo Nzuguni jijini Dodoma. Katika mwelekeo huo, nawapongeza Waziri wa Kilimo na Waziri wa Mifugo na Uvuvi pamoja na watendaji wao wote kwa kusimamia na kufanikisha hatua tuliofikia. Na nitoe wito kwa wizara, mamlaka na serikali za mitaa, taasisi za umma na sekta binafsi na wadau wengine kushirikiana na taasisi hii ili iweze kufanya kazi na kuafikia malengo ya kuanzishwa kwake. Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, nchi yetu imeanza utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo utakayotuchukua mpaka mwaka 2050. Na nimefurahishwa na kauli mbiu ya maonesho ya 88 ya mwaka huu inayosema tambua soko, ongeza tija, kutekeleza Dira 2050. Aidha, Dr. Samia ameeleza kuwa kutokana na tathmini iliyofanyika mwaka jana na Shirika la Chakula Duniani ilitambua Tanzania kwa uzalishaji wake na kuipa 7.01 kati ya 10, na kasi inavyokwenda kwa sasa kufikia mwaka 2027 Tanzania itafikia zaidi ya 9.40 kwa azimio la Malabo na kutambuliwa kuwa ni miongoni mwa nchi zinazokwenda vizuri kwa kasi ya ukuaji wa kiuchumi. Katika tathmini iliyofanyika mwaka jana 2025, shirika linalosimamia shughuli hii limeipa Tanzania 7.01 kati ya 10. Ingawa hatukutimiza 10% mwaka jana, lakini tuko mbioni, tunaikimbilia 9.40 ambayo ni kiwango cha chini kilichowekwa ili nchi ihesabike kwa katika kasi inayotakiwa kufikia malengo ya azimio la Malabo. Nao mawaziri wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi Dr. Bashiru Kakurwa na Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Daniel Chongolo wameeleza kuwa kutokana na ongezeko la bajeti, wizara hiyo imefanikiwa kutekeleza majukumu yake vizuri na kuongeza thamani ya fedha katika wizara hizo. Bilioni 30 tayari na bilioni 7 tumeshazigawa na tuko katika utaratibu wa kugawa bilioni 23 kupitia benki yetu ya maendeleo ya kilimo. Tunakushukuru sana na kupongeza katika eneo hilo. Ulituagiza kuanzisha masoko ya kimkakati kwa ajili ya biashara ya mazao ambayo hayajawekewa utaratibu ikiwemo mahindi na mpunga. Mheshimiwa Rais, habari njema ni kwamba tumeshafikia hatua sasa ya kwenda kuanza utekelezaji. Wananchi wa kijiji cha Doroto kata ya Kitaraka katika halmashauri ya Itigi wilaya Manyoni mkoani Singida wamemwomba mbunge wa jimbo la Itigi Yohana Steven Msita kufikisha serikalini kilio chao kuhusu ongezeko la tembo wanaodai kusababisha vifo vya wananchi, kuharibu mazao na kubomoa nyumba. Mwandishi wetu Amini Nyaungo ametuandalia taarifa ifuatayo. Hayo yamejiri katika ziara ya kikazi ya mbunge huyo ya kusikiliza na kutatua kero za wananchi katika jimbo la Itigi, ambapo wananchi hao wameitaka serikali kuongeza askari wa mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA ili kuimarisha ulinzi na kudhibiti tembo wanaingia kwenye makazi yao. Tembo wanapishana na watu vijijini. Ukichelewa tu utawakuta tembo wapo.
Wanafunzi wanashindwa kuwahi shuleni asubuhi kwa sababu makundi ya tembo yako mengi yanapita. Kwenye kata hii kila mwaka lazima tunapoteza wananchi wanauawa na tembo, na mpaka mwaka huu, mwaka 2026, mwezi huu uliopita juzi, mwezi wa 5, mwezi wa 6 huu, tembo wameua kijana ambaye ni nguvu kazi kabisa. Ametoka asubuhi anaenda kwenye shughuli zake, basi akakutana na tembo anatoka shambani, wakamjeruhi, wakawa wameshamuua. Kwa upande wa fidia, diwani wa kata hiyo anaiomba serikali iharakishe kuwalipa fidia ili waendelee na maisha yao. Hali ya kifuta jasho inalipwa ni kiwango kidogo sana, hakiweze kulingana na hali ya vyakula vinapotezwa mashambani. Mtu anatoa gharama kubwa, analima mazao ya biashara ya chakula, unakuta analipwa pesa ndogo alafu haiji kwa wakati. Na mbunge Yohana Msita amesema tayari alishauri serikali na kusisitiza serikali iliweze kutafuta suluhisho la kudumu la tatizo hilo la tembo katika jimbo la Itigi. Serikali ione haja sasa ya kuja kuwavuna tembo, kwa sababu ukweli ni kwamba sasa hivi tembo wameongezeka, wamekuwa wengi mno, na wao wanakuja wanasema kwamba inawezekana watu tumejenga kwenye ushoroba wa tembo. Sasa Doroto hii imeanzishwa mwaka gani? Si miaka mingi tangu operation kijiji, lakini hata hivyo tembo wanaharibu mazao, lakini wanakuja wanafanya tathmini, lakini fidia zinachelewa sana, na hili nimelizungumza sana bungeni, na ndio maana mnaweza kuona asilimia kubwa watu wamelipwa kwa wale ambao walikuwa wamefanyiwa tathmini. Inawezekana bado watu wachache. Asante sana Amini Nyongo kwa taarifa hiyo. Serikali imetumia shilingi bilioni 1.15 kufadhili upatikanaji wa pampu 141 za umwagiliaji katika mkoa wa Geita, hatua inayolenga kuwawezesha wakulima waliopo pembezoni mwa vyanzo vya maji kufanya kilimo cha umwagiliaji na kupunguza utegemezi wa mvua. Taarifa hii na Joel Maduka kutoka Geita. Pampu hizo zimetolewa kupitia Tume ya Taifa ya Umwagiliziaji na zinatarajia kuwafikia wakulima katika wilaya ya Bukombe, Mbogwe, Nyang'hwale, Chato kwa lengo la kuongeza uzalishaji wa mazao na kuwawezesha wakulima kuzalisha zaidi ya mara moja kwa mwaka mmoja. Akizungumza wakati wa hafla ya kukabidhi pampu hizo iliyofanyika katika ofisi za mkuu wa mkoa wa Geita, afisa umwagiliaji mkoa wa Geita Mhandisi Boniface Mkita amesema mradi huo unalenga kuongeza uzalishaji wa mahindi kutoka tani 1 hadi tani 2.5 kwa hekta, huku uzalishaji wa mazao ya bustani ikiwemo nyanya ukitarajia kuongezeka kutoka tani 6 hadi tani 10 kwa hekta. Kwa eneo la ekari 2092 likitarajiwa kumwagiliwa na kupunguza utegemezi wa mvua, na itaongeza uzalishaji wa zao la mahindi kwa mfano kutoka tani 1 kwa ekari kwa sasa hadi kufikia tani 2.5 kwa ekari. Aidha, wakulima wa mazao ya bustani hasa nyanya, uzalishaji unatarajiwa kuongezeka kutoka tani 6 kwa ekari kwa sasa hadi kufikia tani 10 kwa ekari moja. Mpango huu utawanufaisha wakulima wanawake 369 na wanaume 1020, hivyo kufikisha jumla ya wanufaika 1389. Akizungumza wakati wa makabidhiano hayo, mwakilishi wa mkuu wa mkoa wa Geita ambaye pia ni mkuu wa wilaya ya Bukombe Paskazia Muragiri amewataka wanufaika wa pampu hizo kuzitumia kwa malengo yaliyokusudiwa na kuwataka viongozi wa mamlaka zinazohusika kusimamia kikamilifu utekelezaji wa mradi huo. Sisi wenye dhamana ya kusimamia makundi haya tuweze kuwasimamia kwa karibu sana kuhakikisha kwamba adhima na nia njema ya Mheshimiwa Rais inakwenda kutimia, kwa maana msaada huu uende kuchochea yale malengo ya uzalishaji ili tuweze kuyafikia, lakini pia msaada huu uweze kuvutia watu wengine nao kwenda kubadilisha tabia yao ya kilimo ili na wao waingie kwenye kilimo cha umwagiliaji. Upande wake, kaimu mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Nyang'hwale Tidio Ezekiel amesema mradi huo utawasaidia wakulima kuongeza uzalishaji kwa kuwa wataweza kufanya kilimo zaidi ya mara moja kwa mwaka. Uzalishaji huko Nyang'hwale mboga yani mazao ya bustani watu wanaweza kuzalisha labda tani 6
lakini sasa hivi nadhani baada ya kutumia hizi mashine wataweza kuzalisha zaidi ya tani 6, kwa maana kwamba wataweza kuzalisha tani 12 na zaidi. Kwa mahindi walikuwa na uwezo wa kuzalisha labda magunia kama 15 kwa eka moja, na sasa wataweza kuzalisha magunia zaidi ya 15, tuseme labda 30 au hata 40 kwa eka moja. Mradi huo unatarajia kuwanufaisha wakulima wapatao 1389 kupitia vikundi 119, huku jumla ya hekta 2092 zikitarajia kufikiwa na huduma za umwagiliaji. Asante sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Mataifa ya Afrika Mashariki na Kati ikiwemo Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yameendelea kutumia fursa ya uwepo wa kituo cha kimataifa cha biashara na usafirishaji EACLC kununua bidhaa mbalimbali badala ya kuzifuata nchini China, hatua ambayo imeongeza urahisi wa upatikanaji wa bidhaa, kuchochea ukuaji wa biashara, kukuza uchumi na kuongeza fursa za ajira kwa vijana. Tujiunge naye Mrisho Mapeo kwa taarifa zaidi. Hayo yamebainishwa jijini Dar es Salaam na mwenyekiti wa wafanyabiashara katika kituo cha biashara Afrika Mashariki EACLC Ayubu Katuga wakati akizungumza na waandishi wa habari wakiadhimisha mwaka mmoja tangu kuanzishwa kwa kituo hicho, na kusema kuwa katika kipindi hiki cha maadhimisho kuanzia Agosti mosi kituo hicho kimekuwa kikitoa zawadi kwa wateja wake na kwamba kilele chake kitakuwa Agosti 9 ambapo zawadi nyingi zitatolewa. Aidha, Katuga amesema katika kipindi cha mwaka mmoja soko hilo la Afrika Mashariki lililopo Ubungo EACLC limefanikiwa kuendelea kushirikiana vyema na wafanyabiashara, hivyo amewataka kuendelea kufanya manunuzi na kujishindia zawadi hadi siku ya kilele cha maadhimisho hayo, ambapo Agosti 9 mkuu wa wilaya ya Ubungo atakuwa mgeni rasmi katika hafla kubwa ya utoaji zawadi. Tumefurahia kuona kwamba sasa hata watu wa nchi jirani wamejua soko lilipo, wamekuja kwa wingi na wamefanya manunuzi, na wametuahidi kwamba sasa wanaenda kuwa maambasada wa soko letu, kwa sababu soko letu linatoa huduma na kwa nchi jirani. Katika haya maadhimisho tulikuwa tumeweka utaratibu wa kutoa zawadi kwa wateja wetu, wateja wa maduka wanaokuja kununua bidhaa, lakini pia kuna zawadi za wateja wanaokuja kuchukua frame zao hapa. Na kimsingi tumeona idadi kubwa sana ya watu ambao wamekuja, wamefanya shopping, na yani tukirudi nyuma kidogo ni kwamba kuna watu walikuwa hawajui hili soko liko wapi. Tumewaelekeza, wamefika, wameshangaa baada ya kufanya shopping kwa pesa kidogo wamepata bidhaa nyingi na bora zaidi. Hawa watu wameanza kuanzia siku hiyo tarehe 1 wameanza kuhudhuria kila siku hapa. Tunawasisitiza wasikate tamaa ya kwenda sehemu nyingine, waendelee kuja hapa. Kwa upande wao, wasimamizi wa kitengo cha habari na mawasiliano kutoka soko la Afrika Mashariki EACLC wamesisitiza wananchi wakazi wa jiji la Dar es Salaam, mikoa mingine pamoja na mataifa jirani kuendelea kujitokeza sokoni hapo, kwani hata baada ya maadhimisho hayo kutakuwa na fursa mbalimbali. Yes, kupitia maonyesho haya kwa namna moja ama nyingine tunamshukuru Mwenyezi Mungu imeenda kutanua wigo mkubwa sana. Wigo wa kwanza kama alivyoongea mwenyekiti wa soko kwamba imefanya watu wengi sasa, kuna baadhi ya watu walikuwa hawajalitambua hili soko, ama watu wengi walikuwa wamelitambua soko lakini mtu anaishia kupita tu akiwa na hofu, sababu wengi wamekuwa na hofu, mtu anawaza lile jengo ni zuri, ukiingia mule vitu vyake ni bei kubwa sana, lakini tunashukuru Mungu watu wamekuja, wao wenyewe wanashangaa, wanasema kumbe vitu ni bei rahisi sana, na wanaendelea kuja, wana shop na wanatembelea sana. Lakini pia imetanua wigo hata kwa wafanyabiashara ambao walikuwa nje wakifikiria kwamba humu ndani maybe kodi ni kubwa sana, lakini maybe humu ndani mazingira yake ya biashara ni magumu sana, lakini toka tumewapa fursa wameingia humu ndani. Kuna baadhi yao pia wamefurahia maeneo na wamesema wakimaliza siku 10 hizo basi tutakaa nao chini kwa ajili ya kuongea nao vizuri, nao wawe ndani ya fursa hii ya EACLC. Mwendelezo wa maadhimisho haya ya siku 10 za fursa hapa EACLC kwenye maadhimisho ya mwaka mmoja, fursa zinazoendelea ni nyingi sana. Kuna wale wafanyabiashara ambao bado hawajafika tokea tarehe 1, bado kuna nafasi zipo wazi. Unaweza ukafika, unachofanya unafika na product zako, tunakupa frame, una display mpaka tarehe 10. Asante sana Mrisho Mapeo kwa taarifa hiyo. Zaidi ya wamama wadogo 1530 wamewezeshwa kiuchumi
kwa kujengewa uelewa wa masuala ya ujasiriamali na shirika la Swiss Contact Tanzania kupitia mradi wa mwanamke na ujuzi unaofadhiliwa na IMS Foundation, mradi wa Propel A unaofadhiliwa na HIT Foundation, pamoja na mradi wa SET unaofadhiliwa na ubalozi wa Swiss nchini Tanzania. Shukuru Materu kutoka mkoani Morogoro ameenda taarifa zaidi. Mradi huo umelenga kuwajengea ujuzi vijana ili waweze kuajiriwa na kujiajiri, ambapo baadhi ya wanufaika wa mradi huo wakiwa katika maonyesho ya 88 kanda ya Mashariki yanayoendelea katika viwanja vya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mkoani Morogoro, wamesema kwa sasa wameweza kujikimu kiuchumi kutokana na kuwezeshwa na shirika hilo. Hapo awali kabisa nilikuwa tangu mtaani, kwa nalangua nyanya maji, kwa naenda natembeza mtaani, lakini bado nilikuwa naona sielewi, sielewi kabisa, nilikuwa sielewi. Kaka nikajiuliza, nikaacha kutenda, nyanya zikawa adimu kabisa, nika nasomba maji mtaani, kwa nasomba maji za watu matendani. Siku nikaa nimeenda tangu kusanya kuni, nika nauza mtaani. Na hili nasema nawashukuru sana ubalozi wa Uswizi kwa kunipa mafunzo haya ambayo yananinufaika mpaka sasa hivi napata cha kwangu mwenyewe. Nilikuwa mama wa nyumbani tu, lakini baada ya kupata huu ujuzi umenisaidia mimi kupata kipato changu. Kwa sasa nasomesha na watoto wawili nasomesha. Lakini sio kusomesha tu, mimi mwenyewe pia najisomesha mwenyewe, ni mwanachuo mwaka wa pili. Nasomea food processing diploma. Mratibu wa mafunzo ya ujasiriamali kutoka shirika la Swiss Contact hapa Mabwena amesema mpaka sasa vijana 10,000 wameweza kufikiwa katika mradi ya SET, huku akawashukuru wafadhili wanaofadhili miradi hiyo inayowezesha vijana. Lengo la mradi ya Swiss Contact au shirika kwa ujumla ni kuwajengea uwezo vijana waweze kupata ujuzi, waweze kupata maarifa ambayo watawasaidia kuanzisha biashara, kupata kuajiliwa na kuweza kujikwamua kiuchumi na kuboresha maisha yao kwa ujumla. Mpaka sasa Swiss Contact imeweza kufikia vijana 10,000 na zaidi kwa mradi wa SET, lakini kwa mradi wa mwanamke na ujuzi umeweza kufikia vijana 1530. Mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule amesema serikali kupitia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaendelea kuboresha mazingira ya kulima kwa kuendelea kuwezesha sekta hiyo kupata zana za kilimo, pembejeo na masoko ya uhakika ili kuboresha maisha ya wakulima. Taarifa hii na Goodluck Msola. Senyamule amesema hayo katika viwanja vya Dr. John Malechela wakati wa ukabidhi matrekta 6 kwa wakulima kutoka kampuni ya Pass Leasing. Amesema kuwa wananchi watumie fursa hiyo ya maonesho ya 88 yanayofanyika ndani ya mkoa wa Dodoma katika viwanja hivyo ili kujionea vitu mbalimbali ikiwemo zana za kilimo pamoja na kupata elimu kwa wadau wa sekta ya kilimo. Kikubwa tu tuseme kuwa tunafahamu wakati huu serikali ya awamu ya 6 serikali kupitia Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amedhamiria kuimarisha kilimo kwa kuenda kwenye kilimo cha kisasa. Kwa upande wake mkurugenzi wa biashara kutoka Pass Leasing Neema Nyangalamela amesema Pass Leasing ni kampuni ambayo imewezesha vifaa vya kilimo kwa kipindi cha zaidi ya miaka 5 tangu kuanzishwa kwake, ikiwemo matrekta 6 kwa wakulima wa kanda ya kati ili kuwasaidia katika jitihada za maendeleo ya sekta ya kilimo. Umeweza kutoa matrekta 6 kwa wakulima 6 wanaotoka kanda hii ya kati ambao wao walifanya huu mchakato ndani ya hii 88 na wameweza kupata matrekta yao na wanaondoka nayo kama ambavyo mkuu wa mkoa ameweza kuwakabidhi leo. Leo ndio lilikuwa tukio la muhimu sana kuweza kuwakabidhi. Pamoja na hao tunawakaribisha wakulima wengine kuweza kufika kwenye banda letu. Bado matrekta yapo na fedha za kuweza kuwawezesha kupata matrekta yapo. Kwa hiyo karibuni sana tuweze kuwahudumia, tuweze kuwapatia vifaa mbalimbali vya kilimo. Asante sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Wakala wa Majengo Tanzania TBA imetumia maonyesho ya kilimo 88 kuwakaribisha wawekezaji katika sekta za kilimo, uvuvi na mifugo kuwekeza katika maeneo 38 ya kimkakati yaliyotangazwa na wakala huo katika mikoa 20 nchini. Kwa taarifa hii tuungane naye Rachel Chacha. Mkurugenzi wa huduma saidizi wa TBA Amina Lumule amesema hayo wakati akizungumza katika banda la TBA kwenye maonesho ya 88 katika viwanja vya Dr. John Samuel Malechela Nzuguni jijini Dodoma. Ameeleza kwamba TBA ina uzoefu mkubwa katika kubuni na kusimamia utekelezaji wa miradi ya kilimo, ikiwemo kubuni jengo la Wizara ya Kilimo pamoja na kusimamia ujenzi wa maghala ya kisasa ya kuhifadhi chakula katika mikoa 8 nchini, na kuongeza kuwa TBA ipo tayari kushirikiana na sekta binafsi katika kuendeleza miradi ya kilimo kupitia ujenzi wa maghala ya kisasa ya kuhifadhi mazao. Tunafahamu ili kilimo kiwe na tija na mkulima aweze kupata tija ya kile alichokiwekeza, lazima awe na sehemu
muhimu na nzuri ya kuhifadhia. Kwa hiyo TBA tuna utaalamu huo, lakini maeneo yetu tuliokuwa nayo tunaweza kupatana nao wakulima na wafugaji, tukajenga magara ya kuhifadhia mazao ambayo kabla hayajakwenda sokoni mkulima ana uhakika mazao yake yamehifadhiwa vizuri, kwa sababu tunafahamu mazao yaliyohifadhiwa vizuri bei yake sokoni ni ya juu na ni yenye tija. Lakini sio hilo tu, kwa wafugaji pia tuna uwezo wa kujenga hayo maeneo, kutengeneza magara yale ya kuhifadhi ubaridi. Tunafahamu kwamba tuna watu wanafuga samaki, lakini tuna masuala ya nyama, mazao kama ya ng'ombe yanahitaji ubaridi. Kwa hiyo tuna uwezo katika hayo maeneo tukajenga magara yale, vyumba maalum vya kuhifadhi ubaridi, ili mkulima anapokwenda sasa kuuza samaki wake au anapokwenda kuuza mazao yake ya mifugo anahakikisha kwamba mazao yale yamefika katika ubora wake. TBA inaendelea kutumia maonesho ya 88 kama jukwaa la kuonesha fursa za uwekezaji na kushirikisha wadau mbalimbali katika maendeleo ya miradi ya kimkakati inayolenga kuimarisha uchumi wa nchi. Asante sana Rachel Chacha kwa taarifa hiyo. Shirika la maendeleo la petroli Tanzania TPDC limeridhishwa na maendeleo ya ujenzi wa pump station namba 3 PS3 wa mradi wa bomba la kusafirishia mafuta ghafi la Afrika Mashariki EACOP unaotekelezwa katika wilaya Muleba mkoani Kagera. Kwa taarifa hii tuungane naye Rachel Chacha. Mkurugenzi wa uwekezaji na mipango wa TPDC Derek Moshi amesema ujenzi wa kituo hicho umefikia zaidi ya 88% na unatazamiwa kukamilika mwishoni mwa Agosti au mwanzoni mwa mwezi Septemba 2026. Amebainisha kuwa PS3 ni moja ya miundombinu muhimu na ya kielelezo katika utekelezaji wa miradi mikubwa nchini, kwani ndicho kituo cha kwanza upande wa Tanzania ambako mafuta ghafi kutoka Uganda yataingia na kuanza kusukumwa kuelekea bandari ya Tanga. Tunaweza kusema mradi huu wa EACOP pipeline mwezi wa 12 mwaka huu utakuwa umekamilika kwa ajili ya kuanza kupitisha mafuta. Kwa hiyo tukianza hizo testing zinavyoanza, maana tunavyomaliza kuna ile commission inavyoanza, kuna kutesti kupitisha mafuta kidogo. Tunategemea tone la kwanza la mafuta tutaanza kuliona mwezi Februari mwakani. Lakini kwa hiyo unaona kwamba inawezekana mwezi wa 12 tumemaliza ikawa ni tayari kupitisha, lakini tunajiwekea kwamba 100% tutakapo cross ile kota ya kwanza itakuwa tayari mafuta yameweza kupita. Kwa hiyo lakini kwa kufocus kwenye mradi huu kabla ya mwezi wa 12 vituo vyote hizo pump station hizo reduction zote zitakuwa zimemalizika kwa upande wa Uganda na upande wa Tanzania. Na hiyo ndo ilivyo kwenye timelines za kandarasi na hata kwenye progress na nyinyi mmejionea sasa hivi, na ndio maana hii wanasema mpaka mwisho wa mwezi huu au mwanzoni wa mwezi wa 9 watakuwa wamemaliza, na vituo vyote tukitembelea hata kwenye station zote wote wapo kwenye muda huo. Ujenzi wa vituo vyote vya kusukuma mafuta katika mradi huo unatazamiwa kukamilika Disemba 2026, huku usafirishaji wa mafuta ghafi kupitia bomba hilo ukitarajiwa kuanza Februari 2027. Asante sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Wakulima nchini wametakiwa kujikita katika kutumia huduma za kidijitali ili kupata taarifa za masoko, hali ya hewa na fursa za biashara zitakazowezesha kuongeza tija katika shughuli za kilimo. Taarifa hii na Goodluck Msola. Akizungumza katika maonesho ya 88 yanayoendelea ndani ya jiji la Dodoma, kaimu meneja wa Yas Bwana Richard Mbali amesema uwekezaji wa kampuni ya Yas katika mtandao wenye zaidi ya minara 1900 ya 4G na 5G umeongeza upatikanaji wa huduma za mawasiliano hadi maeneo mengi ya vijijini, hatua inayorahisisha wakulima kupata taarifa muhimu wakiwa shambani, nyumbani au sokoni. Mbali na hayo, wamesema kuwa huduma ya upatikanaji wa simu janja kwa malipo ya awamu imewezesha wakulima wengi nchini kumiliki simu janja na hivyo kunufaika na huduma mbalimbali za kidijitali bila kulazimika kulipa gharama yoyote kwa wakati mmoja. Yas imeendelea kufanya uwekezaji kwa kuongeza minara mingi ya mawasiliano na hivyo kutupa nafasi ya kuwa na minara zaidi ya 1900 nchi nzima, ambayo inatuweka kwenye nafasi ya kuwa na minara 1000 zaidi kulinganisha na mtandao unaofuata. Hii maana yake ni nini? Hii maana yake inampa mkulima sasa fursa ya kuweza kupata huduma za kidijitali popote alipo, kuanzia maeneo ya kijijini kwa maana ya nyumbani, akiwa shambani, lakini pia hata akiwa katika maeneo ya masoko. Na hii inamsaidia sasa kuweza kuongeza wigo na kuweza kupata fursa ya kujifunza namna mbalimbali na kuweza kufanya kilimo cha kisasa, lakini pia kupata taarifa za hali ya hewa, taarifa za masoko ili kuweza kuuza bidhaa zake anapozipeleka sokoni. Aidha, amesema kuwa Yas imeendelea kushirikiana na wadau wa sekta ya kilimo katika kuelimisha wakulima kuhusu matumizi sahihi ya teknolojia, ikiwemo matumizi ya simu janja pamoja na majukwaa ya kidijitali ambayo yamewasaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji na kupunguza hasara baada ya mavuno.
Yas tumekuja na application ya Yas app ambayo hii nayo inaenda kumrahisishia mkulima katika simu janja yake kuweza kupata huduma zote kiganjani. Moja, anaweza kununua vifurushi aina mbalimbali, maana vifurushi vya muda wa maongezi, vifurushi vya internet na vifurushi vya SMS kuweza kutumia kwa mawasiliano na kuweza kuperuzi kurasa mbalimbali za kidijitali. Lakini pili, inaweza kumpa fursa ya kuweza kutumia au kusimamia matumizi yake ya simu kwenye eneo moja pasipo kuingia sehemu tofauti. Lakini kubwa la tatu, application yetu inampa fursa mkulima kuweza kuingia kwenye draw ambayo itaweza kumsaidia yeye kushinda simu janja nyingine kama zawadi. Kwa upande wake, mmoja wa wakulima kutoka mkoani Singida ambaye ameshuhudia maonesho hayo ya 88 yanayofanyika ndani ya jiji la Dodoma, Bi Neema Mbonde amesema huduma za mawasiliano zimekuwa msaada mkubwa katika shughuli zake za kilimo, akieleza kuwa kupata taarifa za bei ya mazao pamoja na hali ya hewa kwa njia rahisi kumeweza kumnufaisha. Asante sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Kufuatia ziara ya kikazi ya naibu katibu mkuu wa UWT Zanzibar Khadija Nasor Abdi mkoani Njombe na kujionea namna ardhi ya mkoa huo inavyofanya vizuri katika sekta ya kilimo, amewataka vijana mkoani humo na nchini kwa ujumla kutumia fursa zilizopo katika kilimo kujiingizia kipato na kujikwamua kiuchumi. Khadija amesema vijana wapaswi kutegemea ajira za kuajiriwa pekee, akieleza kuwa serikali haiwezi kuajiri Watanzania wote, hivyo ni muhimu kwa vijana kuangalia sekta ya kilimo kama fursa ya kujiajiri na kuwekeza. Kwa taifa hii, Irem Mlele kutoka Njombe na taarifu zaidi. Akizungumza na wanawake wa UWT mkoa wa Njombe, naibu katibu mkuu UWT Zanzibar Khadija Nasor Abdi amewataka viongozi mkoani Njombe kwa mabalozi wa kuhamasisha vijana kuwekeza katika sekta ya kilimo kutokana na uwepo wa ardhi yenye rutuba na mazingira mazuri ya uzalishaji. Amesema mkoa wa Njombe una fursa kubwa katika uzalishaji wa mazao mbalimbali ikiwemo parachichi, viazi na mahindi. Hivyo vijana wanapaswa kutumia fursa hizo badala ya kusubiri ajira za kuajiriwa. Twendeni tukalime. Twendeni tukalime. Tukilima tutajilisha wenyewe. Hatutategemea kutoka nje. Bali sisi tutatoa kupeleka huko nje. Maana kipato kitaongezeka, pato litaongezeka kwa taifa, lakini kipato kitaongezeka kwa wewe binafsi. Kwanza tunapiga kelele, kipato cha wananchi, wachini kiko chini. Nani akinyanyua kama sio sisi wenyewe? Hivi serikali ndio yenyewe hivi inamimina fedha kuongeza kipato cha wananchi. Kipato cha wananchi kitakuwa kwa mujibu wa tunavyozalisha. Aidha, Khadija amewataka vijana kutumia kilimo kama fursa ya kujikwamua kiuchumi badala ya kutembea na bahasha na kuomba ajira katika ofisi mbalimbali, ambapo amesema uwekezaji katika sekta ya kilimo unaweza kuwa chanzo cha ajira na kipato kwa vijana, huku ikiwezesha pia kuongeza uzalishaji wa mazao na kuchangia maendeleo ya taifa. Sisi tuliomo humu viongozi wa Chama cha Mapinduzi na jumuiya tukawe mabalozi kwa wananchi. Tusikimbie, tuelekee shambani. Tukatafute nini? Mali. Juzi nilisema tuhamasishe watoto wetu na vijana wetu waache kutembea na hizi bahasha. Kamaliza chuo, kamaliza form 6, anatoka na bahasha yake anaenda kwenye taasisi na lazima akapate ajira ya kukaa kwenye kiti cha kuzunguka pale alipo shahada. Kwa upande wake, mwenyekiti wa UWT mkoa wa Njombe Dr. Scholastica Yono Kevela amesema jumuiya ya wanawake mkoani humo iko imara na inaendelea kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kupitia shughuli mbalimbali za maendeleo. Kwa Njombe ni tulivu, sasa chama ni tulivu, tunashirikiana vizuri baina ya chama na jumuiya zake, baina ya serikali na chama, baina ya sisi wenyewe kwa sisi wenyewe. Sisi wanamkoa wa Njombe hatuna nongo. Hapo vipi? Ujumbe ulioongozwa na naibu katibu mkuu UWT Zanzibar umekuwepo mkoani Njombe kwa takribani siku 3, ambapo umetembelea wilaya mbalimbali za mkoa huo ikiwemo Ludewa, Makete, Wanging'ombe na Njombe vijijini. Lengo la ziara hiyo ni kukagua utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi pamoja na kujionea shughuli za maendeleo na uhai wa jumuiya ya wanawake wa UWT katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Njombe. Kutoka hapa mkoani Njombe, TVE Habari, mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Asante sana Ibrahim Mlele kutoka Njombe. Kampuni ya Desideria Group imezindua Desideria Bureau de Change Limited jijini Dar es Salaam, ikiwa ni hatua ya kupanua uwekezaji wake katika sekta mbalimbali.
Taarifa ya Helen Manyangu inasomwa na Goodluck Msola. Mza katika uzinduzi uliofanyika katika jengo la Sky City Mall karibu na Mlimani City jijini Dar es Salaam, Joseph Mbilinyi maarufu kama Sugu, mwanzilishi na mmiliki wa Desderia Group, amesema kuwa biashara hiyo ni sehemu ya kuendeleza jina la mama yake mzazi Bi Desderia na kupanua huduma za kampuni hiyo kutoka katika huduma za hoteli, ukarimu pamoja na usafirishaji hadi kuingia katika sekta ya fedha, huku akisema Bureau de Change hiyo imelenga kurahisisha biashara za kimataifa, huku akiwataka vijana nchini kuthubutu kwa kuanzisha biashara pamoja na kutumia fursa zilizopo. Badala ya kusubiri tu watu wengine wafanye katika zile juhudi ambazo mimi nafanya katika kukuza biashara za kimataifa, kama naweza na mimi nikafanya kitu kurahisisha biashara za kimataifa, nafanya. Ukipata fursa, ukapata jina, tusibweteke. Tukiona kwamba labda kwenye mziki kwenyewe hela inakuwa ngumu, flip, angalia jina lako utalitumia vipi, invest katika jina lako. Naye Happiness Mbilinyi, meneja wa Desderia Bureau de Change, amesema uzinduzi huo ni sehemu ya mpango wao wa kampuni katika kutanua huduma pamoja na kuzisogeza karibu na wananchi na wafanyabiashara, huko akisema kuwa Desderia inaendelea kuzingatia huduma bora za uaminifu kwa wateja. Tunawakaribisha kwa rates nzuri na huduma bora. Karibuni sana Desderia Bureau de Change. Kwa upande wake, William Joseph Mungai, ambaye ni mkurugenzi wa Desderia Bureau de Change Limited, ambaye pia ni mshauri wa kibiashara wa Sugu kwa zaidi ya miaka 20 sasa, amesema huduma hiyo itarahisisha upatikanaji wa fedha za kigeni ikiwemo dola za Kimarekani pamoja na yuan ya China, na hivyo kuwasaidia wafanyabiashara wa biashara za kimataifa pamoja na kuongeza mzunguko wa fedha. Benefit kubwa ya kuwa na Bureau de Change ni kwamba unaongeza upatikanaji wa au niseme unalainisha gia za biashara. Watu wakiwa wanahangaika kupata fedha ili wanunue bidhaa, lazima uchumi una slow down. Kwa sisi tunacheza sehemu yetu katika kuongeza kasi ya mzunguko wa fedha. Hiyo ni moja ya vigezo vya ukuaji wa uchumi. So the quicker people can change money, they can get shillings, they can get dollars, wanaweza wakapata Chinese yuan, inarahisisha biashara. Akizungumza kwa niaba ya wadau wa taasisi ya fedha, Godfrey Mabogi, mkuu wa idara ya masoko pamoja na huduma kutoka DCB Bank, amesema taasisi kama hiyo zinasaidia katika kukuza uchumi na kusogeza huduma za fedha karibu na wananchi. Huku kwa upande wa Jacqueline Forest Mwachangu kutoka Equity Bank tawi la Mwenge, amesema kuwa benki hiyo iko tayari kushirikiana na Desderia katika huduma za fedha za kigeni. Huku kwa upande wa Boniface Jacobo, ambaye pia ni mwenyekiti na mkurugenzi wa kampuni ya Boniai Limited, akisema kuwa uwepo wa Bureau de Change utasaidia katika kupunguza changamoto ya upatikanaji wa huduma hususan za kubadilisha fedha katika eneo hilo. Tupo hapa kama sehemu ya taasisi za kifedha ambapo tuna imani kwamba maongezeko ya taasisi kama hizi zinasaidia pia ukuaji wa uchumi, lakini pia kuwasogezea huduma kwa ujumla wateja wengi ambao wana uhitaji na hizi huduma. Asante sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo ya kwake Helen Manyangu. Mbunge wa jimbo la Ilemela mkoani Mwanza, Kafiti William Kafiti, ametoa wito kwa wazazi na walezi wenye tabia ya kuwazuia watoto wao wenye vipaji kuacha tabia hiyo na badala yake wawaruhusu kushiriki kuonyesha vipaji vyao. Taarifa Emmanuel Meshak kutoka Mwanza inasomwa na Rachel Chacha. Kafiti amesema hayo katika zoezi la uzinduzi wa programu ya kuinua vipaji mbalimbali kwa wanafunzi wa shule za sekondari Manispaa ya Ilemela, ambayo imelenga kuondoa utoro shuleni, kuhamasisha wanafunzi kusoma kwa bidii sambamba na kuinua vipaji vyao. Wazazi ni waombe sana, kama mbunge wa jimbo la Ilemela, pamoja na malengo ya kuwasaidia kuinua vipaji vya watoto wetu. Tunafahamu mtoto anapopata elimu na akawa na kipaji, ndio tunamuongezea ubunifu mkubwa wa yeye kwenda mbele. Kwa hiyo tutaendelea kusisitiza swala la elimu, lakini kipaji bila elimu na yenyewe ni changamoto. Kwa hiyo elimu ni engine ya kumsukuma mtoto kuelekea kutimiza ndoto yake ya kipaji ambacho alichonacho. Kwa hiyo wazazi ni waombe, na sisi kwa kweli tutakuwa na mtiririko mzuri. Mtoto baada ya kuwatambua hawa watu wenye vipaji, tuna utaratibu tutakaofanya pamoja na shule,
pamoja na mzazi. Kwa upande wake, afisa elimu sekondari manispaa ya Ilemela Sylvester Mimi na mtaalamu wa mawasiliano na ukuzaji wa vipaji nchini Godbless Godfrey wamesema programu hiyo itasaidia kwa kiasi kikubwa katika kukuza vipaji na kuongeza mwamko wa wanafunzi kuhudhuria shuleni. Wito wangu ni kwa wazazi, jambo hili ni la kiujifunzaji. Jambo hili liko kwenye mitaala yetu ya kielimu. Ratiba ya michezo iko vizuri kwenye kila shule. Hakuna mwanafunzi atakayepoteza muda wake wa kusoma kwa ajili ya vipaji, isipokuwa ratiba zetu tumeziweka vizuri na kila mwanafunzi atapata hiyo fursa. Kipaji pasipokuwa na elimu ni sawa na gari lisilokuwa na mafuta, lakini pia ukiwa na kipaji ukakimbia shule bado pia ni changamoto. Kwa hiyo sisi kama Mvota Academy School Talents tunashukuru ofisi ya Mheshimiwa Mbunge kuona hili na kuona kuwa tuna uwezo wa kushirikiana na halmashauri yetu. Pia tunashukuru pia kwa sababu tumeona nafasi hii na ameona kwamba kupitia nafasi hii watoto wanaweza wakawa motivated sana kufikia ndoto zao, na sisi tumekuwa mashahidi wakubwa sana. Leo hii watu ambao wanaisimamisha nchi, matajiri wakubwa, wamekuwa waigizaji, wengine wachekeshaji. Kwa hiyo tunaamini nje na elimu mwanafunzi anayoipata kupitia kipaji chake anaweza akatengeneza ajira nyingine, tena tukapunguza mrundikano ambao uko mtaani. Nao baadhi ya wanafunzi walioshiriki katika uzinduzi wa programu hiyo wamemshukuru mbunge huyo kwa kuwakumbuka na kuendeleza vipaji vyao. Tumhakikishie kwamba tutajitahidi sana tukiwa shuleni kusoma kwa bidii pia na kuonesha vipaji vyetu. Haya mashindano yamekuja kutusaidia kwamba utapunguza utorokaji wa wanafunzi shuleni, kwa sababu wanafunzi watakuwa wanakuja shuleni wanajua kwamba tunakuja kutafuta elimu, pia tumekuja kuonesha vipaji vyetu. Nashukuru na wenzangu wote. Mimi niko hapa kwa niaba ya kuwakilisha wasichana wenzangu wa kuendeleza vipaji vyetu. Tusiogope na tuendeleze vipaji vyetu. Tunakushukuru sana kwa kutuletea sanaa yetu hii ili tuweze kuendeleza. Asante sana Rachel Chacha kwa taarifa hiyo ya Emmanuel Meshak kutokea huko Mwanza. Imeelezwa kuwa uwepo wa mazingira bora ya kujifunzia na kufundishia katika shule mbalimbali nchini umekuwa kichocheo muhimu katika kuimarisha ufaulu kwa wanafunzi, hatua ambayo imekuwa ikisaidia katika kukuza sekta ya elimu. Zaidi tuungane na Goodluck Msola. Hayo yameelezwa na mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya bima ya maisha Jubilee Life Dr. Helena Mzena wakati wa zoezi la kuzindua rasmi ukuta uliojengwa kuizunguka shule ya msingi ya Madenge iliyopo Temeke jijini Dar es Salaam kwa lengo la kuzuia mwingiliano baina ya masomo na shughuli mbalimbali za kijamii. Kama kampuni inayojali ustawi wa jamii, tunaamini kuwa elimu bora inaanzia kwenye mazingira salama na ya utulivu. Tulipopata ombi lenu la kuhusu changamoto inayosababisha baadhi ya madarasa kushindwa kutumika ipasavyo kutokana na kelele na mazingira ya uwanja wa michezo uliopo hapo jirani, tuliona ni wajibu wetu kushiriki kutafuta suluhisho la changamoto hizo. Hivyo basi kampuni yetu ya Jubilee Insurance Group pamoja na walimu tulikaa tukakubaliana sisi tupo tayari. Kama mwalimu mkuu alivyoshasema, tumekuwa na nyinyi miaka zaidi ya 10. Awali mkurugenzi mtendaji wa Jubilee Health Dr. Harold Adamson amesema kampuni hiyo imeendelea kutekeleza miradi mbalimbali ambayo imelenga kuongeza ubora wa elimu nchini ili kusaidia katika kutekeleza malengo ya serikali ya kujenga rasilimali watu yenye weledi pamoja na ujuzi wa kutosha. Wananchi walikuwa wakikatiza mahali hapa, na sisi kama taasisi ya Jubilee tuliona ni vyema basi kushirikiana nanyi ili kuweka mazingira mazuri kwa ajili ya wanafunzi wa Kitanzania kuweza kusoma vyema. Shule hii itatoa madaktari, itatoa mahakimu, itatoa mawaziri, na pengine hata rais siku moja anaweza katoka katika shule hii ya Madenge. Na sisi kama Jubilee tutakuwa wenye furaha sana wakati huo kutambua kwamba watoto wenye uwezo mbalimbali kwa ajili ya kufundishwa na walimu katika mazingira mazuri wameweza kutoka hapa katika shule ya msingi Madenge. Kwa upande wake mwalimu mkuu wa shule hiyo Khadija Mani amesema kabla kujengwa kwa ukuta huo wanafunzi walikosa umakini wakati wa kujifunza kufuatia mwingiliano mkubwa wa shughuli za kijamii
zinazoendelea nje ya shule hiyo, hali iliyodhoofisha ufaulu wa wanafunzi. Jubilee bado wameendelea kutupenda madenge na kutupendelea. Wametujengea fensi eneo lile ambalo lilikuwa ni korofi, tulikuwa tunashindwa kusoma. Kweli si kweli? Kweli. Eneo la nyuma tulikuwa tunaona usumbufu unaojitokeza kule. Ndio. Kila aina ya usumbufu uko kule, wale hivi wanapita taka kila siku, mara mwalimu ambiwe mwalimu huyo usimchape, huyo mwalimu ameshajibu mchape, huyo muache, wapita njia huyo muache kashajibu, mchukue yule pale. Mara mwalimu umeingia muda mrefu umefundisha sana, wenzako watafundisha saa ngapi? Mara michanga imerushwa, mara yani kero masaa 24. Lakini sasa hivi Jubilee wakasema wakaja tukalia kilio chetu, akasema hapana, madenge haiwezi kulia kama sisi tupo. Kwa hiyo wametufuta machozi hayo, wametujengea fence. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Godwin Mawanja. Tupate mapumziko mafupi na kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Na katika habari za kimataifa, mashambulizi ya makombora ya Urusi yaua watu ikiwemo mtoto Kiev.